Siku zote unapopoteza mechi hauwezi kuwa na hali nzuri. Lazima uwe na hali ambayo ni ya huzuni. Lakini kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imemalizika salama. Kumalizika salama tunashukuru kwa namna moja, lakini haijawa upande wetu kwa siku hii ya leo. Na unaweza ukaona timu ambavyo jinsi imecheza. Yaani sisi ndo ambao tumecheza mpira na sisi ndo ambao tumecheza, yani sisi ndo ambao tumefanya kila kitu, lakini kwa bahati mbaya matokeo hayakuwa upande wetu. Kwa hiyo mechi ya leo imemalizika, tunaiacha hapa. Maandalizi ambayo tuliandaa yalikuwa ni maandalizi makubwa kwa ajili ya kwenda kupata alama 3, lakini imekuwa ni tofauti na mwisho wa siku tumekwenda kupoteza. Kwa hiyo ni mechi yetu hii tunasema kwamba mechi ya kwanza kupoteza katika msimu wa 2025-26. Kwa hiyo sasa tumeshamaliza mechi hii hapa, tunakwenda kujipanga mechi dhidi ya Mtibwa ambao tunacheza tarehe 29. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunafikiria sasa mechi tarehe 29 badala ya mechi hii ya leo. Uliongea sana kabla ya mchezo ukiwa timu ambayo ilikuwa haijapoteza mchezo wote kwenye ligi. Hivi sasa ni rasmi kusema kwamba watu wamekata utepe. Kusema ukweli siwezi kuzungumza hivyo kwa sababu unaangalia kwanza mazingira ya kupoteza, lakini unaangalia ni kwa namna gani ambavyo timu imecheza. Kwa hiyo performance ambayo tumeionyesha kwenye mchezo wa leo, licha ya kwamba tumepoteza, lakini tuna kila sababu ya kuwapongeza wachezaji pamoja na benchi la ufundi kwa namna ambavyo wamefanya. Sisi hatuna bahati sana na uwanja wa Meja Isamuhyo. Hii ni mara yetu ya pili, wakati timu inaitwa Tabora United tuliwahi kufungwa goli 4 hapa. Kwa hiyo leo hii tumekwenda kupoteza kwa goli 1-0. Kwa hiyo ambacho ninaamini ni kwamba matokeo haya hatuhitaji yatutoe kwenye focus ya mechi dhidi ya Mtibwa. Kwamba hii mechi tayari imeshakwisha, sasa tunajipanga akili zetu na nguvu zetu tunaelekeza katika mechi ya tarehe 29 tuweze tukapambane, tuweze kupata ushindi. Na ni kitu ambacho tunaamini kabisa kwamba kinawezekana, japokuwa ni mechi ambayo tunakwenda kucheza, tutakuwa ugenini, lakini tutakwenda kupambana kadiri ambavyo tunavyoenda, kwa sababu siku zote timu bora huwa haipotezi mechi mara mbili. Timu bora inapoteza mechi mara moja. Kocha Etienne unapomzungumzia ni top coaches waliopo kwenye ligi yetu. Uwepo wake unaweza kaisaidia vipi TRA kutimiza malengo yake, na malengo yenu ni yapi hasa? Cha kwanza tunajivunia kuwa na kocha Etienne Ndairagije. Ni kocha mkubwa, ni kocha ambaye ana CV kubwa. Ukizungumza Etienne Ndairagije hakuna mtu ambaye asiyemfahamu. Yaani hata Google yenyewe ukiandika Etienne Ndairagije, Google yenyewe inakuletea sifa zote za kocha Etienne. Kwa hiyo ni kocha ambaye anafahamika, ni kocha ambaye kila mmoja anajua ubora na uwezo ambao amekuwa nao, lakini pia na ukubwa wa CV yake na kazi yake ambayo pia inaonekana, na vyeti pia anavyo, tena na vyeti ambavyo anaweza hata kusimamia. Kaambiwa bwana, kombe la dunia linaanza, simamia timu moja hapo ambayo inashiriki kombe la dunia, na bila doubt yoyote na bila kusema tunde tukavifanyie na nisijui tukavitengeneze tukafanya nini. Hapana, hicho sisi kwa Tabora tuna deserve kusema kabisa kwamba tuna kocha bora na tuna kocha mkubwa, tuna kocha wa makombe. Kwa hiyo tunaamini kwa sasa hivi tupo kwenye ile kujenga timu. Kwa hiyo ninachokiamini ni kwamba tutakwenda kufanya vizuri zaidi na tutakuwa bora zaidi katika michezo ambayo iko mbele yetu. Kupoteza mechi kwa leo hii haimaanishi kwamba TRA hatujui au hatukuwa bora. Tulikuwa bora, lakini matokeo hayakuwa upande wetu, na ninaamini katika michezo ambayo iko mbele yetu tutakwenda kupambana na mwisho wa siku tutakwenda kufanya vizuri zaidi.